Naam, habari za wakati huu mtazamaji wetu popote pale ulipo. Karibu katika taarifa habari kwa ufupi mchana leo. Jina langu ni Margaret Itara. Tunaanza na habari za kitaifa. Kuelekea maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani Mei Mosi hapo kesho, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora THBUB imekumbusha waajiri nchini kuzingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya kazi kwa wafanyakazi unaoenda sambamba na kuepuka ubaguzi, matumizi ya lugha chafu na udhalilishaji wa kijinsia. Tamko la tume limetolewa jijini Dodoma na mwenyekiti wake Jaji mstaafu Mathew Mwaimu, ambapo amesisitiza kuwa serikali na waajiri nchini wanapaswa kuendelea kuboresha mazingira ya kazi na kusimamia maslahi ya wafanyakazi kwa mujibu wa katiba na sheria za ajira. Tume inapenda kuwakumbusha waajiri kote nchini kuhusu umuhimu wa kuzingatia haki za binadamu na misingi ya utawala bora katika kusimamia utekelezaji wa majukumu ya kila siku wakati wa utekelezaji wa kazi, masuala ya kazi, kwa kuwasimamia wafanyakazi walio chini yao, lakini pamoja na kuboresha mazingira na maslahi yao katika mazingira yao ya kazi, lakini pia kuwashirikisha wakati wa kupanga mipango mbalimbali ya taasisi, wakati wa kutekeleza na vile vile kufuatilia mipango ya taasisi, lakini vile vile kuepuka ubaguzi katika taasisi zao au maeneo yao ya kazi, lakini vile vile kuepuka lugha chafu, ukaripiaji na udhalilishaji wa kijinsia. Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi Deogratias Ndejembi amewataka wadau wa maendeleo pamoja na idara ya mipango miji wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam kukaa na kujadili namna bora ya kuboresha na kuendeleza upya maeneo ya Masaki, Msasani na Oysterbay. Khamis Suleiman anaripoti. Ndejembi ametoa agizo hilo wakati wa mkutano wa pamoja na wadau pamoja na uongozi wa halmashauri ya manispaa Kinondoni kutokana na baadhi ya maeneo ya Masaki, Oysterbay na Msasani kuwa makazi holela, jambo linaloshusha hadhi ya maeneo hayo ambayo pia ni makazi rasmi ya viongozi mbalimbali pamoja na mabalozi. Huu mpango ambao tunaujadili leo, basi tuhakikishe kwamba tutazingatia mambo hayo. Kuhakikisha mpango huu unafungamana na mpango kabambe uliopo, ambao ningetamani tena kuona hapa watu wangu wa ardhi, mkurugenzi, mnawapitisha katika mpango kabambe uliopo, ili sasa tunapoanza kujadiliana basi tujadiliane in line na mpango kabambe ambao tunao. Sekta binafsi ipewe nafasi stahiki, lakini kwa kufuata miongozo ya maendeleo ya miji na kulinda haiba na maeneo haya ya hadhi ya juu. Hili pia nimeligusia sana katika maelezo yangu ya kuhakikisha tunalinda haiba ya maeneo haya ya Oysterbay na Masaki. Mkuu wa wilaya Kinondoni Sadi Mtambule akizungumza katika mkutano huo amesema halmashauri ya manispaa Kinondoni tayari imeanza mchakato wa kuwashirikisha wadau na wataalamu katika kuhakikisha maeneo yote yatakayokuwapo katika mpango huo wa uboreshaji yanafanywa kazi. Wale ambao tulikuwepo pale mtaa wa Makangira, ni hivi majuzi tu Mheshimiwa Waziri na timu yake wamekuja na mpango mzuri wa maboreshaji wa makazi pale Makangira. Tunayo hii Oysterbay pamoja na Masaki, Mikocheni na maeneo mengine hayo ya karibu. Tuna maeneo ambayo yamepangika vizuri kabisa, lakini ukienda hatua mbili kuna mitaa ambayo kwa kweli Mikoroshini, Makangira, Bonde la Mpunga, hapo makazi hayavutii kabisa. Na nchi na wadau watoe maoni, Oysterbay na Masaki tunayoitaka ni ipi? Thamani ya ardhi inawezekana wakati tunapitisha mpango huu mwaka 2011 na sasa ni tofauti. Leo thamani ya ardhi ya Oysterbay na Masaki imekuwa kubwa, pengine tofauti na maendelezo ambayo sisi tunayahitaji katika eneo hili la Oysterbay na Masaki. Nina hakika kupitia mkutano huu wa wadau watapata fursa ya kutoa maoni yao, lakini maoni hayo yatapata baraka na wewe vile vile kama waziri wetu, kwa sababu mara kwa mara unapitia maboresho kutokana na Oysterbay hasa na eneo la Masaki
ule mpango ulivyokuwa umepangwa na mahitaji na matarajio, lakini pamoja na maendelezo yaliyofanyika, basi inaonekana kwamba kuna baadhi ya maeneo yamekwenda kasi zaidi kuliko vile ambavyo ilivyokuwa imepangwa, kwa sababu mpango unaishia mwaka 2031. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam. Shukran Hamis Suleiman kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, sasa tuelekee kule visiwani Zanzibar. Mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Salama Mbaruk Khatib amewataka wananchi kujitokeza kwenda kupata matibabu ya saratani ya matiti na shingo ya kizazi pamoja na matibabu ya tezi dume. Tupate taarifa zaidi. Zungumza na wananchi waliofia kupata matibabu ya maradhi hayo katika kituo cha afya cha Wingwi wilaya Mcheweni, mkuu huyo wa mkoa ametoa hofu ya matibabu yanayotolewa kwa ni salama kwa afya zao. Watu wengi wanapoambiwa suala la saratani ya matiti au ya mlango wa kizazi pamoja na suala ambalo linawakumba baba zetu, wanakuwa wana hofu sana katika utibabu wake. Mimi nataka niwaambie, kila wanapokuja wenzetu hawa, mimi mwenyewe nakuwa ni mtu wa kwanza kupelekwa kwenda kupima hiyo saratani ya matiti. Ni jambo jepesi sana, wala msiwe na hofu. Mimi kiongozi wenu nilishafanya hilo zoezi zaidi ya mara 10 na kwa hiyo pia baba zangu na nyinyi msijitie wasiwasi, nilishapata mgonjwa ambaye naye alikuwa na tatizo kama hilo na katibiwa na hakuna tatizo jingine lolote. Na watu wala msiambiwe kwamba manake wengine wanawasema sana, manake ndio utakuwa tena wewe mikojo haiziwi, wewe ndio utakuwa wafanya hivi. Naam, tunaendelea na taarifa ya habari. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wazazi CCM Taifa Fadhili Maganya ametoa wito kwa serikali ya wilaya ya Longido mkoa wa Arusha kushirikiana na wazazi kutatua changamoto ya ukosefu wa uzio katika shule ya sekondari Longido, hali inayohatarisha usalama wa wanafunzi kushambuliwa na wanyama wakali kama tembo, chui na fisi wanaoonekana kupita maeneo hayo na wakati mwingine kuvamia eneo la shule. Amesisitiza kuwa ni muhimu kwa serikali kuchukua hatua za haraka kwa kushirikiana na jamii na wadau wa maendeleo ili kuhakikisha mazingira ya shule yanakuwa salama kwa watoto kupata elimu bila hofu, na kuahidi chama kuwa kitachukua hatua ya kusaidia kutatua changamoto hiyo. Kiutaratibu na kikanuni, anatakiwa kutoa kibali ni mkuu wa wilaya, kwamba wazazi tuchangie kwa kadri tutakavyokuwa tumekubaliana. Sasa ninatoa wito kwamba vikao vikae mkuu wa shule vya wazazi kuangalia uwezekano wa sisi wazazi kuchangia, kwa sababu kinachotakiwa hapa nimeambiwa ni tofali 30,000. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba hili nimelichukua na mimi nitafanya kitu kupitia wadau wangu wa serikali yetu sikifu, tupate majibu sahihi juu ya ukuta wa shule hii. Ukweli mheshimiwa mgeni rasmi, mchana hata kuanzia tu saa 11 utaweza kuwaona tembo wakipita karibu maeneo ya shule haya, utaona chui, utaona fisi. Kwa hiyo tuna changamoto. Kidato cha 6 mwaka jana 2024 na matokeo ni kama ifuatavyo. Wanafunzi waliopata division 1 ni wanafunzi 58, division 2 212, division 3 122, 4 hakuna, 0 hakuna. Lakini kubwa zaidi, changamoto kubwa ya shule ni shule kukosa uzio. Na uzio kutokamilika ambao unaendelea kujengwa kwa sasa. Na kuhatarisha usalama wa wanafunzi. Hii ni kutokana na kuwa shule ipo karibu na eneo la hifadhi ndogo ya kitalu cha uwindaji. Watanzania wametakiwa kuepuka mazoea ya kununua na kuuziana vitu kiholela ikiwemo simu za mkononi, badala yake wanunue vitu katika maeneo rasmi ikiwemo madukani au katika vituo maalum ili kuepuka kuingia katika mkono wa sheria kwa kukutwa na kitu au kifaa kilichotumika katika uhalifu. Tupate taarifa zaidi na Jimmy Mengele.
Wito huo umetolewa na wakili wa serikali Baraka Chipamba kutoka Tume ya Kurekebisha Sheria Tanzania LRCT wakati akitoa elimu ya sheria juu ya sheria ya makosa mtandao ya mwaka 2015 kwa wanafunzi wa chuo cha mifugo kampasi ya Temeke mkoani Dar es Salaam, ambapo amesisitiza wananchi kuacha mazoea hayo ambayo yanaweza kuwaweka hatarini. Kutumia kifaa ambacho hakijathibitishwa na serikali ni kosa kisheria. Ndio maana pia tunasema unapoenda kununua simu, unaenda kununua vifaa vya kielektroniki, nunua kwenye maduka yenye usalama. Ili usije ukajikuta umeingia kwenye hili kundi la kutumia kifaa cha kielektroniki ambacho hakijathibitishwa au ambacho kipo kinyume cha kisheria. Na hii inaenda mbali, wakati mwingine si watu wanajikuta mtu umeingia kwenye hatia kwa sababu tu ulinunua simu kwa mshikaji. Simu haina waranti, simu haina risiti, lakini kwa sababu tu bei kitonga umechukua. Kwa upande wake wakili Viki Mbunde kutoka tume hiyo akizungumzia sheria ya mifugo, ambapo amewataka maafisa mifugo kote nchini kuzingatia sheria ya ustawi wa wanyama wakati wa kuwasafirisha kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Wewe sasa kama afisa au msaidizi unatakiwa uhakikishe kwamba mnyama anayesafirishwa asafirishwe katika mazingira mazuri ambayo yatamsababisha asipate maumivu ya aina yoyote ile. Tukipita huko tunaangalia, unakuta mtu anasafirisha mbuzi kamkunja kweli kweli, kakunjwa amewekwa kwenye karai, yuko nyuma ya basikeli au pikipiki, anapelekwa sehemu moja, ameuzwa au anaenda kufanywa shughuli nyingine. Sasa wewe kama afisa unayehusika unatakiwa uhakikishe kwamba hayo masuala unatakiwa uyadhibiti, kuangalia, ni wajibu wako. Nao baadhi ya wanafunzi wa chuo hicho wamebainisha changamoto zinazosababishwa na wasimamizi wa sheria hizo. Kuna wakati ambapo wanyama kama kwenye hifadhi, tunaona kwa wale huchukuliwa na mamlaka husika na upelekwa mazingira ambapo wakati wakisubiri kesi kuendeshwa anakaa muda mrefu, wanakosa maji, chakula, hata wengine huwa wanakufa. Ni matukio ambayo ni hatari katika kusimulia. Lakini vile vile kushangaza zaidi, hata wasimamizi wa sheria wenyewe wako pale pale. Ukiangalia kuna polisi yuko pale, kuna madaktari wako pale. Sasa nani ndo mshtakia kwa wanyama wanaoteseka? Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Shukrani Jimmy Mengele kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, kwa kumalizia habari za kitaifa, turejee tena kule kaskazini ambapo tatizo la uharibifu wa mazingira lililokuwa likisababishwa na jeshi la magereza kwa ajili ya kukata kuni za kupikia wafungwa chakula magerezani limepata ufumbuzi baada ya magereza kuanza kutumia teknolojia ya nishati safi ya kupikia, utekelezaji unaofanywa na wakala wa nishati vijijini REA na jeshi la magereza. Mwandishi wetu Tadei Masawe anaripoti zaidi kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro. Kaimu kamishna wa huduma za urekebu Hamed Mwidadi amebainisha wakati akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo watumishi wa jeshi la magereza kuhusu matumizi ya nishati safi ya kupikia yaliyofanyika kwenye ukumbi wa shule ya polisi Tanzania iliyopo Moshi mkoani Kilimanjaro. Napenda kuchukua fursa hii kuwajulisha kuwa hadi kufikia Disemba 2024 magereza yote Tanzania bara 129 yalikuwa yanatumia nishati safi ya kupikia chakula cha wafungwa. Makubaliano ya utekelezaji wa programu ya matumizi ya nishati safi ya kupikia chakula cha wafungwa magerezani kati ya wakala wa nishati vijijini na jeshi la magereza unahusisha masuala mbalimbali ikiwemo ujenzi wa mifumo ya gesi, yani biogas, Kiswahili wanaita gesi bunde, usimikaji wa mfumo wa gesi asilia, natural gas, na usambazaji wa tani 865 za mkaa mbadala unaotokana na makaa ya mawe kutoka STAMICO. Vile vile makubaliano hayo yanahusisha ununuzi wa mashine 61 za kutengeneza mkaa mbadala. Akizungumza kwenye semina hiyo iliyohusisha baadhi ya watumishi wa jeshi la magereza watakaokwenda kutoa elimu hiyo kwa wenzao, mkuu wa shule ya polisi Tanzania Ramadhani Mungi na naibu kamishna wa magereza Justin Kaziulaya wakaelezea manufaa ya nishati safi na manufaa ya mafunzo hayo. Sisi wazee wa shule tunatumia nishati safi. Leo hii tuna wanafunzi zaidi ya 7,000. Wote tunawapikia kwa kutumia gesi. Tuna kambi zetu 3. Hapa mnapoona tunatumia gesi.
Kuna kambi inaitwa Kambapoli tunatumia gesi, na kambi inaitwa Kilelepoli tunatumia gesi. Kupitia mafunzo haya, washiriki watajengewa uelewa kuhusu matumizi ya teknolojia salama na bora za kupikia kama vile matumizi ya gesi iliyoshindiliwa LPG, vyombo vya kisasa, mashine ya kutengeneza mkaa mbadala na hatua za tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Magereza na REA tunatekeleza mkataba wa nishati safi ambao tulisaini tarehe 13 mwezi wa 9 2024, lakini mpaka leo utekelezaji ni mzuri na tunakwenda vizuri. Tunajua swala la uhamasishaji wa matumizi ya nishati safi sio jambo rahisi, ni jambo gumu, lakini REA tumejipanga. Kuna changamoto, lakini changamoto tunakwenda nazo vizuri. Mpaka sasa tunajua utekelezaji wa mradi unakwenda vizuri. Nikiripoti kutoka Moshi mkoani Kilimanjaro, Tadei Masawe wa Channel 10. Shukrani sana Tadei Masawe kwa taarifa hiyo mtazamaji. Sasa ni habari za mataifa mbalimbali duniani na tutasalia hapa Afrika Mashariki. Serikali ya Kenya imekanusha madai yaliyotolewa na uongozi wa kijeshi nchini Sudan inayolaumu Kenya kwa mgogoro unaoendelea nchini Sudan na kuwa nchi hiyo inaunga mkono kundi la waasi RSF. Wizara ya mambo ya nje ya Kenya katika taarifa yake iliyotoa kwenye vyombo vya habari ilitaja madai ya uongozi huo wa kijeshi hayana msingi na kusisitiza kwamba lengo la Kenya ni kuona amani inapatikana nchini Sudan. Kenya imesema inafanya juhudi za amani za kikanda na imefanya mikutano na makundi hasimu ya Sudan nchini Nairobi na katika maeneo mengine bila kuegemea upande wowote, hivyo kuitaka Sudan na jumuiya ya kimataifa kuhakikisha amani inarejea nchini humo kwa kuwa mgogoro unaoendelea kusababisha madhara makubwa ya kikanda. Mtazamaji, sasa ni habari za michezo na burudani na moja kwa moja tujiunge na mwana michezo wetu kutoka studio akiripoti michezo kimataifa. Karibu katika habari za michezo kimataifa na tutaangazia yale ambayo yameendelea kwenye ligi ya mabingwa barani Ulaya. Ligi ya mabingwa barani Ulaya iliendelea jana kwa mchezo mmoja wa hatua nusu finali ambapo klabu ya Paris Saint-Germain PSG iliibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Arsenal katika uwanja wa Emirates jijini London. Bao pekee la mchezo lilifungwa mapema dakika ya 4 na Ousmane Dembele ambaye alimalizia kwa ustadi mfululizo wa pasi 26 kutoka kwa wachezaji wa PSG. Arsenal walionyesha juhudi kubwa kutafuta bao la kusawazisha lakini hazikufua dafu, ikiwemo jaribio la Mikel Merino ambalo lilikataliwa na VAR kwa madai ya kuotea. Mlinda mlango wa PSG Gianluigi Donnarumma alikuwa shujaa kwa upande wa wageni baada ya kufanya kazi ya ziada kuokoa mashuti hatari kutoka kwa Gabriel Martinelli na Leandro Trossard, huku kocha wa Arsenal Mikel Arteta akikiri kuwa timu yake italazimika kutoa kitu maalum katika mechi ya marudiano jijini Paris ili kufuzu fainali. Leo Jumatano, ligi ya mabingwa inaendelea kwa mchezo mwingine wa nusu fainali ambapo FC Barcelona watawakaribisha Inter Milan katika uwanja wa Estadio Olympique Louis Company jijini Barcelona. Mchezo huo utaanza majira ya saa 4 usiku. Barcelona chini ya kocha Hans Flick wanaingia kwenye mchezo huu wakiwa na morali ya juu kufuatia ushindi wao dhidi ya Real Madrid katika fainali ya Copa del Rey. Hata hivyo, kikosi chao kitapungua nguvu baada ya kuwakosa baadhi ya wachezaji muhimu akiwemo beki Alejandro Balde na mshambuliaji nyota Roberto Lewandowski kutokana na majeraha. Kwa upande wa Inter Milan, licha ya kukumbwa na majeruhi na matokeo yasiyoridhisha katika michezo ya hivi karibuni, wanabaki na matumaini ya kupata matokeo mazuri kupitia mshambuliaji wao tegemeo Lautaro Martinez. Ni hayo tu katika michezo kimataifa. Mimi ni Salum Pelembo na hii ni Channel 10. Shukrani sana Salum Pelembo, lakini zaidi ni kushukuru wewe mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi mpaka sasa. Na mpaka sasa sina la ziada katika habari kwa ufupi mchana wa leo. Ulikuwa nami Margaret Tala. Tafadhali endelea kubaki nasi kwa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel 10, kilicho bora kabisa. Asante.